Na hii zinanitafakarisha mbali sana. Kisha sikia mteteeni Yesu, alafu mmekaa hivi, alafu tukawa tunauimba. Tuko vitani watu wa Mungu. Sijui kama tunajua kuna jambo moja, yani hapa tupo kwenye chombo kinasafiri. Hapa tupo kwenye chombo kinafanyaje? Kinasafiri, na kila mtu ana mraba wake. Ukimaliza mraba unashuka, wengine wanaendelea na nini? Na chombo. Tunaendelea na mapambano. Baba zetu wamepigana tangu kanisa hili lilipoanza mwaka ule wa 39 mpaka wametufikia na sisi. Bwana asifiwe sana. Na sisi tunapigana tuhakikishe tunapoondoka tunaiacha imani thabiti kwa wale wanaokuja. Unaonaje? Kwa sababu jamaa anasema mteteeni Yesu. Alikuwa na picha ya uaskari, vita. Alafu anasema ubiri silaha, injili ni silaha. Kwa hiyo tuivaa hiyo silaha daima, tusionee haya injili. Bwana asifiwe sana. Leo nahubiri kwa habari ya wito wa kupanda makanisa. Wito wa kupanda makanisa. Bwana asifiwe sana. Tuna wito, na naamini tumeshakutana tu tukizungumza kupanda makanisa, si ndio? Wangapi tumeshakutana kwenye kupanda makanisa, kwenye somo la kupanda makanisa? Kuna kaubinafsi fulani tunako. Bwana asifiwe. Sasa hasifiwi kwa sababu ya huo ubinafsi. Kuna kaubinafsi fulani tunako. Unakuta hatuko tayari kutoka kupanda makanisa, au hatuko tayari kumsaidia. Hii injili ni kama vita. Umeelewa? Mtaalamu mmoja wa kupanda makanisa na ukuaji wa makanisa alisema, huyu anaitwa Peter Wagner, anasema njia yenye ufanisi zaidi ya uinjilisti chini ya mbingu ni kupanda makanisa mapya. Yaani mkitaka mlete mapinduzi za wachungaji wapya, panda wachungaji, panda makanisa za wachungaji, alafu fanyaje? Panda makanisa. Hiyo ndio mbinu. Kama mioyo yetu kweli inataka kuona watu wanaokolewa. Kuna mtu ananisikia kitu nazungumza, yaani ile kutaka kutamani kuona watu wanaokolewa. Juzi nilikuwa hapo, nilikuwa wapi? Nilikuwa Bariadi. Niliongea nao. Ngoja tuanze. Kuanzia sasa hivi anza kuhesabu. Kuanzia dakika hii nitakwambia kitu. Nilikuwa hapo Bariadi. Msisahau nimesema kuanzia dakika hii, sawa eh? Sio tangu nilipoanza kuhubiri. Utanielewa kitu nataka kusema. Nilikuwa pale Bariadi. Nikawaambia mwaka 2014, 15 kwa mwaka walikuwa wanakufa watu 56,000 duniani. Milioni 56 duniani. Bwana asifiwe sana. Ila kwa sasa hivi kwa mwaka wanakufa watu kati ya milioni 60 mpaka milioni 63. Kwa hiyo rate ya kufa pia inafanyaje? Inapanda. Nyie ni mashahidi. Kama huwa mnaingia kwenye mitandao ya kijamii, mpaka nimekuta mahali vijana wakilalamika, kwa nini sisi vijana tunakufa sana? Nyie ni wachungaji, na kazi moja hapo ya mchungaji ni kuzika. Na nyie ni mashahidi, kwa sababu sisi ni wazikaji. Mnaweza mkaangalia ni watu gani mnawazika sana. Ukiangalia kwenye hiyo mitandao unakuta vijana wanakatika kama
yani wanakufa kama hawana akili nzuri. Sijui kama tunaelewana. Maana yake kwa mwaka duniani idadi ya watu wanaolingana raia wa Tanzania wanakufa kwa mwaka mzima. Sasa swali la kujiuliza, je, mavuno yanayopatikana yanalingana na watu wanaokufa? Hilo ndio swali la kujiuliza. Je, kwa mwaka wanaokoka watu wangapi? Nilikuwa naongea na wainjilisti wakati nilipotaka na mimi kutaka kubadilisha mtazamo wa wainjilisti tulionao inapokuja kwenye swala la injili, kwamba unaposimama na kujiita muinjilisti moyo wako unaangalia nini? Na niko hapa na wachungaji ambao ni wachungaji wa injilisti. Unaposimama hapa na kujiita mchungaji unajiona wewe ni nani? Kila mwezi wanakufa kati ya watu 5 mpaka 5.2 wanakufa kwa mwezi, na kila siku wanakufa kati ya watu 172 mpaka 173, ingawa idadi ya wanaozaliwa ni wengi kuliko wanaokufa. Na kwa dakika moja wanakufa watu 120. Umeshaelewa kitu nazungumza eh? Kwa dakika moja wanakufa watu wangapi? 120. Mwenye kalkuleta naomba achukue kalkuleta yake, tunafanya mahesabu sasa hivi. Na kwa sekunde moja wanakufa watu 2. Kwa sekunde moja wanakufa watu 2. Sasa naomba ufanye 3, au mtu mwenye mahesabu fanya 120 mara 3 ni ngapi? 300 na ngapi? 360. Kwa hiyo tangu nimeanza kuongea hapa wameshakufa, tangu nilipowaambia sasa angalia, na ishazidi sasa hivi ni dakika ya 4. Mara 4 ongeza tena 120 kwenye hiyo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huu muda niliowaambia angalia, wameshakufa watu 400 na ngapi? Na 80. Katika huu muda ambao nimesema count, anza kuhesabu, wameshakufa watu 400. Sasa nawauliza, je, ndani ya hizi dakika 4 mmeokoa watu wangapi? Mmeokoa watu wangapi? Kwa hiyo nahisi Paulo alikuwa na ufahamu huu, na ndio sababu Paulo peke yake alikuwa anahubiri injili tangu asubuhi mpaka usiku anahubiri. Na wakati mwingine anahubiri asubuhi, tangu asubuhi na usiku anahubiri. Yaani kuna namna alikuwa hajihurumii. Nani ananielewa kitu nazungumza? Sema Mungu, nipe moyo wa injili. Rudia tena, Mungu, finyanga moyo wangu kupitia neno lako katika jina la Yesu. Sema amen. Takwimu ambazo nimezizungumza zinahimiza udharura wa injili, udharura wa kupanda makanisa, udharura wa kuwafuata watu wanaokufa, kuwafuata watu kabla hawajafa, udharura. Yaani hiki unachokiona kwamba takwimu hizi maana yake ni nini? Takwimu hizi maana yake ni udharura. Kuna mtu mmoja akana ananiambia, sasa wewe uko kizee. Na mimi kwa kweli niko kizee, mpaka huwa nawahurumiaga watoto wangu. Sasa kwenda sababu sijui wanaendaga kupeleka watoto bichi, sijui kupeleka watoto michezo ile ni nzuri. Mimi nilikuwa na mzee wangu wa kanisa naambia, nisaidie ukitoka, nisaidie kutoka na hao wa kwangu. Kwa sababu mimi ni ule mtu ambaye kwanza sijuagi ile kuingia sijui supermarket kwenda kununua kitu, sijui kwenda kukaa mahali kurefresh.
sijui kufanya nini, na hivyo vitu ni vizuri. Akasema sasa wewe uko kizee namna hii, ujana wako usipofanya hivi utakufa. Alafu hivi vitu Mungu ameviweka hapa duniani. Nikasema nafikiri nikifika mbinguni hizi raha zote za dunia pia Mungu nitakuwa naziangalia, alafu nitazi experience. Kwa hiyo nadhani kwa sababu namkumbuka Paulo, nahisi kama akuzipata sana. Sijasema msiende kubembea na wake zenu, nendeni mkabembee na wake zenu mkipata muda wa kwenda kubembea. Sema amen. Nendeni na wake zenu beach, mkishahubiri injili, nendeni mkale bata. Sema amen. Msije mkaacha. Hivyo vitu ni vizuri ili muwe na ndoa imara. Achaneni na mimi. Kwa sababu pia kichwa cha mke wangu pia kinafanana na cha kwangu, kwa hiyo hamna shida. Na yeye hapendi kutoka toka. Sasa takwimu hizi, hivi nimefika huko nikiwa nataka ni takwimu hizo zinamaanisha nini? Uharaka. Yaani nikawa naambia watu kwenye hospitali yoyote kubwa inayohudumia watu wengi, kuna mahali wameandika emergency, dharura. Wanajua tu kuna vitu vya dharura. Alafu kuna wale mnaokuja hospitali inabidi mpange foleni. Unapewa namba, unasikia jina lako linaitwa ndio uje. Lakini kuna ambaye akija hahitaji namba. Madaktari wanatoka wanakimbia, manesi wanakimbia. Sijui mwingine ana oxygen, sijui mwingine kashika mtungi wa oxygen, sijui mwingine ameshaanza kupima joto, sijui mwingine anapima pressure. Yaani hapo toroli linatembea. Huyo mtu anafanywa matibabu. Hajafikishwa kwenye chumba cha emergency, bado watu wameanza kufanya vipimo, wanaangalia shida yake ni nini. Sema amen mpaka mmoja amke aliyelala hapo. Na nielewa watu wa Yesu. Sasa injili ni dharura. Yaani kama kuna kitu cha dharura, na tunapozungumza dharura, yani maana yake katika bajeti zako unazopanga kuna bajeti ya dharura ya injili, lazima uiweke. Lazima uweke budget ya kupanda kanisa. Mwaka jana tumepanda kanisa. Sisi ni kanisa changa kabisa. Mwaka jana tumepanda kanisa. Mwaka huu lazima tupande kanisa. Tunatamani kila mwaka tunapanda kanisa. Na Bwana akitusaidia na sisi tukiwa wakubwa kama wewe, angalau kwa mwaka tupande makanisa mawili. Kwa mwaka angalau tupande matatu. Nani ananielewa kitu nazungumza? Nampenda katibu mkuu. Unajua katibu mkuu ofisi yake ndio ambaye inaweza kukunyang'anya cheti. Sema amen. Ofisi ya katibu mkuu ndio ofisi ambayo inaweza kukupeleka mahali ikakupangia kanisa. Si unaelewa? Sawa? Na kwa hiyo yeye ndio ambaye ukitaka unamwandikia barua inakuja. Na ili uame ni yeye, utaona muhuri wake pale na sahihi yake. Ikimwambia askofu mpokee huyu, ndio anahamisha. Amekuja Dodoma, kanisa analochunga amelianzisha, hakujipa kanisa. Usimpige tu makofi jamani, unafikiri ni rahisi? Huu ni mtihani watu wa Mungu, kuwa katibu mkuu alafu unaanzisha. Wakati huo umebeba rungu la kuhamisha watu, ambapo tu naweza nikakuhamisha wewe nikakupeleka pale na wewe pale, akafanya drafti na yeye akajichomeka hapo. Pigeni makofi, haleluya. Nafikiri anaiwakilisha vema kanda ya Ziwa. At least anaanza kupeperusha bendera ya kanda ya Ziwa vizuri, kwamba ni mwana injili, mpanda makanisa. Na nataka nikuambie, nikuhakikishie, sio kwamba nafasi za makanisa hazijatokea. Nikamwambia wewe suingie hapa, anasema hakuna. Shikamoo katibu mkuu. Unaweza kuona namsikia anasema nimefurahi kwamba nimeanzisha kanisa. Ameanzisha mazingira sio rahisi.
mazingira ya kujigarimisha, ya mapambano. Anapambana mpaka akija pale na muangalia na nyamaza, siongei. Unajua kuna mtu unaona anapambana unashindwa hata kumsemesha, unanyamaza, acha Yesu amuongeleshe mwenyewe. Lakini ameanzisha. Na msije mkasema sisi ana uwezo wa kupata kanisa. Lakini amependa kuanza ili liwepo kanisa. Kwa hiyo tafadhali huo moyo. Ukija nimeangalia wazee wangu, nimemwangalia mzee mtoka mbali, amepanda makanisa, amezaa wachungaji. Nimemwangalia mzee Muiche, amepanda makanisa. Ukiingia huku kwenda kusini, yule mzee amefanya kazi kubwa sana ya kupanda makanisa. Kwa hiyo viongozi wetu hapa juu wamekuwa mfano mzuri wa kuzaa na kupanda makanisa. Hapa siongei kwa kujipendekeza, na sidhani kama nina haja ya kujipendekeza, na sioni kama kuna kitu cha kujipendekeza. Bwana asifiwe sana. Lakini kama mtu anafanya vema, si umseme? Unataka usubiri hayupo ndo useme? Wanafanya kazi ya kupanda makanisa. Naona kabisa wanaishi maisha hayo. Na mimi nikasema, nikapewa kanisa hilo lilikuwa linachechemea, nimewaambia hapa. Lakini nikasema napanda kanisa. Kabla sijamaliza mwaka nimezaa mchungaji. Somesha. Zaa kanisa, nimenunua kiwanja. Nimemnunulia karibia kila kitu anachohitaji. Nikamtafutia nyumba kubwa, nyumba kubwa ya kwake mwenyewe. Sio kuchangiana na watu. Mchungaji nimemweka mahali executive. Alafu nampa malaki ya kutosha, sio 2, sio 3, sio 4, hela nyingi nzuri, ili akaya asije akalia akasema sijui uchungaji mbaya. Nilimwambia ukishindwa unashindwa mwenyewe. Sio unazaa mtoto unamuacha huko analaani tu. Hapana. Unazaa mtoto akikaa na mke wake wanapiga magoti, wanasema tunamuombea yule mzee asije akayumba mambo yetu akawa mabaya. Bwana asifiwe. Unakuwa na hiyo roho ya kusaidia namna hiyo. Panda kanisa. Na sasa nataka nipande tena kanisa. Kwa hiyo nahubiri hapa, sihubiri maji alafu nakunywa pombe. Nahubiri maji na kunywa maji. Nikiwaambia pandeni kanisa, na mimi ni mpanda makanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Ni dharura. Injili ni dharura. Bwana asifiwe sana. Ngoja niwaonyeshe kitu kingine. Tafiti zinaonyesha kwamba makanisa mapya huwafikia watu wasio waumini na wasio na kanisa na wasio na kanisa kwa ufanisi zaidi. Makanisa mapya yana kawaida ya kuwafikia watu wasio waumini na watu wasio na makanisa. Lakini naomba niongee jambo hili, ila sio huku kanda ya Ziwa. Moja ya watu ambao wamezuia makanisa yasipandwe ni waangalizi. Si unajua waangalizi ndio mabosi wa maeneo. Si unaelewa hivyo? Kwamba yeye ndio ambaye baada ya kanisa la mahali pamoja, yeye ndio anayesema hapa pana nafasi, hapa hapana nafasi. Kuna mahali mwangalizi akiona, ngoja niwaambie watu wa Mungu, akiona kwamba kanisa hili kuna hapa hili eneo kuna hata washirika wawili wa kwake wanatokea huko na ni mbali, ingawa ni mbali, yuko tayari kuzuia kanisa kwa sababu tu ya washirika wawili. Ngoja niwaambie watu, mnaelewa thamani ya maisha ya mtu? Unaelewa? Huwa nawaambia watu, kuna watu hawataiamini injili yako wewe hata ufanyeje. Lazima uelewe hivyo. Kuna watu hata uhubirije wewe hawakukubali, na sio kwa sababu wewe sio mchungaji. Wewe ni mchungaji lakini huna injili ya kuwagusa. Ngoja niliweke vizuri, injili yako ulionayo haiwezi kugusa kila mtu. Mahali ulipo
anahitajika mtu mwingine mwenye injili ya tofauti na ulionayo. Nani ananielewa kitu nazungumza? Kwa hiyo kama utaamua kukaa mahali na kuzuia watu wasipande makanisa, maana yake wewe ni sababu ya baadhi ya watu kwenda jehanamu, kwa sababu umezuia mchungaji wao kuja kuanzisha kanisa. Nani ananisikia kitu nazungumza? Umezuia. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba makanisa mapya yanapofika, wengi wasio waamini huokoka. Wengi wasio na makanisa huamua kuingia kwenye kanisa jipya. Nani ananisikia kitu nazungumza? Kwa hiyo ngoja niwaambie kitu kimoja. Tumepewa wito wa kupanda kanisa. Wito ni nini? Neno wito ni klesis. Klesis. Neno wito, klesis. Sasa neno klesis likiwa linamaanisha kwamba ni istilahi ya kisheria inayomaanisha kumuita au kumtaka mtu afike mahakamani ili kutoa maelezo au kuwajibika. Narudia, neno klesis ni istilahi, ni neno la kisheria ambalo linamaanisha wito wa kuja mahakamani, kutoa maelezo, kuwajibika. Kwa hiyo tunapozungumza wito wa kupanda makanisa, sio wito wa kawaida, ni wito wa kuwajibika. Unaelewa kuwajibika? Yaani maana yake ni wito ambao utautolea maelezo, utawajibishwa. Ni wito unaowajibisha mtu. Kuna mtu ananielewa kitu nazungumza? Yaani maana yake, muangalie huyu jirani yako hapa, muangalie vizuri, mwambie kuna siku hatuijui utasimama mbele za Mungu na utajibu maswali ya Mungu. Na nataka niwatazamishe hivi. Huwa nawaambia watu, fursa uliopewa utaitolea maelezo. Sema amen. Nisaidie kumwambia jirani yako hivi, mwambie fursa zote ulizopewa utazitolea maelezo. Anakubali, anakataa? Alafu mwambie miaka ulioishi utaitolea maelezo. Ndio sababu wanawaambia watu, usifurahi kwamba una mvi. Hizo mvi utazijibia. Kwa sababu Mungu atakuuliza, wewe nimekuacha mpaka nimekuachia mvi, umefanya nini? Kwa sababu miaka ni kazi. Ukiona Mungu anakupa miaka, ile miaka ni kazi. Nataka niwaambie, Biblia inasema aliyepewa vingi. Na kuna watu ni vijana lakini mmepewa vingi. Mmepewa fursa kubwa ya kuleta matokeo. Bwana amewapa senta nzuri, Bwana amewapa watu wazuri, Bwana amewapa uchumi mzuri, Bwana amewapa elimu nzuri. Hivyo vyote. Nilikuwa naongea na watu nikawaambia, ukijiona wewe ni daktari, ukijiona Mungu amekupa hiki, hicho alichokupatia sio kwa ajili yako binafsi. Hiyo ni karama. Hivyo ni zana za kazi. Ni vitu Mungu amekupatia umzalie matunda. Nani ananielewa kitu nazungumza? Kabisa. Ukijiona wewe ni mchungaji, uchungaji wako utakugharimu na kuambia. Kuna mahali Biblia inasemaje? Amelaaniwa aifanyaye kazi ya Mungu kwa. Maana yake ni nini? Hapo anaongea na watu waliopewa hiyo kazi. Kuwa mchungaji ni laana na kuwa mchungaji ni baraka. Uchungaji umebeba mambo mawili. Ukijiona wewe ni mchungaji, una vitu viwili. Umebeba laana, umebeba nini? Baraka. Hapo ukifanya mchezo utapata baraka. Ukifanya mchezo utapata laana. Sasa ni wewe utakachofanya. Mchungaji hawezi kulingana na mshirika.
Ukimtumikia Mungu kwa ulegevu, maana yake hapo una laana. Ukimtumikia Mungu kwa moyo, hapo una nini? Una nini? Hayo sio maneno yangu. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa watu wazuri wa Yesu, mnaopendwa kabisa, mnielewe jambo hili. Kuna wito ambao Mungu ametuita kuwa watakatifu. Huo ni wito. Kuna wito, kuna aina wito. Wito wa kuwa mtakatifu, kuna wito wa kuwa watoto wa Mungu. Tazameni ni pendo la namna gani Baba alilotupa kwamba tuitwe wana wa Mungu. Tumeitwa kuwa wana wa Mungu. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Nakimbia kwa sababu muda wangu sio rafiki. Bwana asifiwe sana. Huo ni wito wa kuwa mtakatifu. Kuna wito wa kuwa mtakatifu, Warumi 1:7. Warumi 1:7. Kuna wito wa kuwa mwanafunzi, ule unaotoka katika kitabu cha Mathayo 28:18 mpaka 20. Hapo kuna vitu viwili, lakini kuna wito wa kuwa mwanafunzi. Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Nendeni mkawafanye mataifa, maana yake kila Mkristo ana wito wa kuwa mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Kuna huo wito, lakini pia tuna wito maalum. Naomba hapa nisome Biblia kabisa. Katika kitabu cha Kolosai, angalia kitabu cha Kolosai. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 23. Kuanzia mstari wa 23. Huu ni wito. Jinyooshe namna hii. Huu ni wito, fanya hivi. Bwana asifiwe sana. Haya, Biblia inasemaje? Kolosai sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka mstari wa 25. Utarudia nyuma yangu. Anasema mkidumu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambaye mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Sasa nafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo, kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawa sawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nitimize neno la Mungu. Umeshaona? Huyu jamaa anafika mahali anazungumza kwamba anataka mdumu katika imani, mkawe imara, msigeuzwe, mkaacha tumaini la Injili mlilolisikia kutoka kwake. Bwana asifiwe sana. Anatamani watu wawe imara, mioyo isigeuzwe. Injili inayohubiriwa katika viumbe vyote, akimaanisha kwamba injili hii inapaswa kuhubiriwa hata mahali hakuna watu. Narudia, yani injili hii ni ya dharura kiasi kwamba ihubiriwe hata mahali ambapo mnaona hakuna watu. Yani huwezi kubeba injili ukakaa kimya. Huwezi kuwa na neno la wokovu ukafunga mdomo wako hata kama hakuna watu. Unajua kwa nini alisema hivyo? Aliamua kusema hivyo akimaanisha kwamba mtu yeyote asije akasema sijasikia injili. Akafika mahali anasema injili ninayohubiri inanipa mateso, lakini anafika mahali anasema kwa sababu ya udharura na umuhimu wa injili ninayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya injili. Bwana asifiwe sana. Narudia tena, huyu ni Paulo. Anafika mahali anaona mateso, anasema ninapata mateso, lakini mateso hajaweza kuwa na uwezo
wa kunizuia kuhubiri Injili. Lakini zaidi ya yote ninayafurahia mateso ninayoyapata kwa sababu ya Injili kwa ajili yenu. Tena natimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso. Yaani kama hawakuweza kumsulubisha Yesu vizuri, kama kuna mateso waliyabakisha katika kumtesa Yesu, niko tayari kuteswa hayo mateso. Ni Paulo. Nafikiri huyu mtu alikuwa anawaza zaidi ya jinsi tunavyowaza. Yaani maana yake ikiwa hawakumsulubisha Yesu vizuri, ikiwa Yesu kuokoa dunia, na ikiwa walimpinga Yesu wakampiga Yesu, na kama wanadhani hawakumtesa Yesu vizuri, basi niko hapa kuteswa kwa ajili ya Injili hii. Na anafika mahali anasema ninayafurahia hayo mateso, tena nimefanywa mhudumu wa Injili sawa sawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu. Anafika mahali anasema nitimize neno la Mungu. Maana yake Paulo siku zote alikuwa akikaa akiinua macho, focus yake watu waokoke, watu waokolewe. Yaani mara zote ni kama mtu ambaye anakimbia riadha, anafanya riadha na anaona kabisa kijiti cha kwenda kumaliza kile pale, anakimbia amechoka, lakini pamoja na maumivu anayoyapata ya kuchoka, mimi nimeshakimbia, mimi nilikuwa mwanariadha, ninaelewa. Unasikia kabisa miguu haiendi, lakini anainua macho yake, anaona finishing point iko pale. Kwa hiyo anakazana, anakimbia akitazama pale, au distracted na kitu kingine chochote, kwa sababu anatamani kuona watu wanaokoka, watu wanaokolewa. Ule ndio ulikuwa moyo wake. Sasa tunaishi katika dunia ambayo imekaa mbele yetu na inatuzuia kuhubiri Injili. Moja ya vitu vinavyotuzuia kuhubiri Injili ni ubinafsi tulionao. Na mimi sikatai kuwa na maisha mazuri, maana hata mimi nayataka. Bwana asifiwe sana. Lakini mapambano ya kuwa na maisha yasizuie mapambano ya kufikia roho za watu. Mapambano ya kutaka uwe na vitu vyako yasizuie mapambano. Makao makuu, watu na msemo unasema makao makuu kwanza, mambo yenu yatafuata. Likitokea swala la makao makuu, hata kama ulikuwa umepanga ratiba gani, inavurugika hapo hapo na ya makao makuu linasimama. Sijui kama tunaelewana. Yaani sisi tukitakiwa kuondoka, hata kama ulikuwa unafanya semina, sijui umemuita nani kanisani kwako, unaondoka, unafuata mambo ya makao makuu. Ya huko kanisani yatajijua yenyewe. Sisi ndio hivyo. Kwa hiyo sisi ratiba zetu za makanisani kwetu hazituangalii sisi. Na ndio sababu utatukuta tuko barabarani karibia kila siku tunakimbizana na makao makuu, tunakimbizana na mambo ya nchi. Sasa Injili ni zaidi ya makao makuu. Yaani maana yake Injili kwanza kabla ya kitu kingine. Kabla hujaenda kula bata na mke wako, Injili kwanza katika jina la Yesu. Nafika mahali pa kusema hata kabla watoto hawajaenda shule, Injili kwanza katika jina la Yesu. Na najua hapo watu watanisema, na naelewa kitu nazungumza. Injili ndio moyo wa Paulo, ndicho kitu anachozungumza. Anafika mahali sasa, nini maana uwakili? Watu wanafikiri uwakili upo kwenye pesa. Moja ya jambo ambalo Mungu atatuuliza ni uwakili wa Injili aliyoweka ndani ya moyo wako. Narudia tena, moja ya jambo, kwa sababu Paulo anasema Injili ni uwakili. Yaani uwakili ni kusimamia jambo lisilo la kwako. Injili mnayohubiri sio ya kwenu. Wewe ni wakili wa Mungu wa Injili. Na Mungu anakupa miaka ya kuishi ufanye kazi ya Injili. Nataka nikwambie, na hili neno huwa nawaambia watu mara nyingi. Huwa nawaambia watu auishi ili watoto wako wasome. Ukifa watoto wako watasoma. Kwani watoto wa watu wangapi wazazi wao walikufa na wamesoma? Mimi baba yangu amekufa nikiwa kidato cha 3.
Akiwa amelala kitandani anaambia mtu mmoja, msaidieni mdogo wenu asome. Amelala pale, hawezi kunyanyua miguu, ameparalyze kuanzia kiunoni kwenda chini. Lakini huyo baba yangu ndo ambaye siku moja aliniambia, achana na mambo ya walokole. Achana, usiwe mpuuzi kama kaka zako ambao wameenda huko kwenye makanisa watu wanapiga wanalialia hapa. Wewe kaa hapa na nitakuozesha. Mimi nimekuja kuoa, mifupa yake ilishaoza. Kwa hiyo hii injili ni uwakili. Uwakili Mungu aliobebesha maisha yako, akakuweka duniani ili ufanye kazi yake. Na ndio sababu huwa nawaambia watu lazima tuelewe ya kwamba baada ya haya maisha, moja ya jambo la haraka kabla ya hukumu ya mwisho, moja ya hukumu ya kwanza itakayofanyika ni hukumu ya kazi, ni hukumu ya utumishi, ni hukumu ya namna tulivyotumia vitu Mungu alivyotupatia. Si mnafahamu hivyo? Ya kwamba Biblia inasemaje? Tutasimama mbele ya kiti cha nani? Cha Kristo. Biblia inasema na mhukumu wa kazi ni Yesu. Yaani Yesu mwenyewe. Kwa nini? Yesu ndiye aliyetupatia kazi. Alipotupatia kazi, ameweka elimu. Moja ya kitu mtakachodaiwa, tumekusomesha miaka 3 chuo cha Biblia alafu unalala. Moja ya kitu mtakachohukumiwa nacho ni semina hii ninayohubiri hapa, kwamba Mungu alimleta Nimrod akaongea na wewe hapa, alafu ukao na utaki. Umeelewa kitu nazungumza? Lazima tuelewe. Najaribu kuongea na wewe ujue kwamba kuishi kwetu hapa ni muda, na kuna mambo ya msingi tuliopewa. Akasema mfano ni bwana aliyemweka mtumishi wake kwenye nyumba yake, akamwambia wape watu posho kwa wakati. Alafu Biblia inasemaje? Mtumishi mpumbavu ni yule ambaye bwana wake alipoondoka alianza kunywa na watu huko na kuanza kuwapiga wale aliopaswa kuwahudumia. Anasema bwana wake atakuja katika saa asiyoidhania na atamkuta hafanyi kile alichoagizwa. Yesu alisema hivyo, na alijua kabisa kuna watu watadharau hiki walichoambiwa wakifanya. Atasema bwana wake atakapokuja atamkata vipande na kumtupa pamoja na wasioamini. Lakini akasemaje? Heri mtumishi yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta katika zamu yake. Ninakuombea iwe kwako katika jina la Yesu, ya kwamba bwana wako atakaporudi akukuta umesimama katika zamu yako na unafanya zamu yako. Kuna watu wa namna hiyo, na Yesu ametoa mifano mingi. Akatoa mfano wa talanta akitaka kuliponya kanisa na watu walioaminiwa na Mungu. Utumishi ni uwakili. Bwana amekupa uwakili. Pumzi ulio nayo ni uwakili. Nguvu ulizo nazo ni uwakili. Akili ulio nayo ni uwakili. Chuo ulichosoma ni uwakili. Watu ulio nao ni uwakili. Tumia vitu hivyo kwa ajili ya kumletea watu Yesu Kristo. Kupanda makanisa. Na nisikia kitu nazungumza. Kupanda makanisa. Paulo anasema hivi katika Wakorinto wa kwanza 4:1-2, anapozungumza kazi yake ya kupanda makanisa. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 4 anasemaje? 1, 2, 3, naomba rudia nyuma yangu. Sema mtu na atuhesabu hivi. Anasema kuwa tu mawakili wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Umeshaelewa maana yake? Sisi ni watumishi wa nani? Hiyo ni 1. 2, yani maana yake kuna ujumbe tumebeba sio wa kwetu. Narudia tena, kuna ujumbe umebeba sio wa kwako. Na kakuwa umebeba ujumbe ambao sio wa kwako, moja ya kitu haupasi kufanya, usibaki na huo ujumbe. Kwa hiyo anasemaje sasa? Mstari wa 2 anasema hapo tena inayohitajwa katika mawakili, rudia hilo neno,
ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anachotuambia, anataka kutuambia kwamba wakili lazima awe nani? Anapaswa kuwa mwaminifu. Maana ya kuwa mwaminifu, kwa nini awe mwaminifu? Kwa sababu mbele kuna kuwajibishwa. Hebu sema kuwajibishwa. Mbele kuna kuwajibishwa. Naomba tuangalie Tito Naomba angalia Tito kwanza Timotheo 1:11. Ukipata nisomee. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 11. Asante. Unaona, anazungumza kwamba ametengwa kuwa mtume na kuwa mhubiri na kuwa mwalimu. Huyo ni Paulo. Bwana asifiwe sana. Paulo huyo anasema, nami anasema kwenye Timotheo wa kwanza 2:7, nami kwa ajili ya hao naliwekwa niwe mhubiri na mtume, nasema kweli sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na katika kweli. Sasa unaweza kuona moja ya kitu kilimfanya Paulo afungue makanisa ni kwa sababu anaona wito maalum. Anaona kwamba anawajibika kuhubiri Injili, kufanya utume kwa mataifa, kuwa mwalimu wa mataifa, kuhubiri imani ya kweli. Nani ananielewa kitu nazungumza? Kwa hiyo tunapaswa kupanda makanisa. Tunapaswa. Yaani jambo la kuuliza. Kila siku shetani anatengeneza mbinu mpya za kuvuna watu, kuwapeleka jehanamu. Sijui kama tunaelewana. Mnanielewa kitu nazungumza? Kila siku. Nilikuwa nawaambia watu, nilikuwa na wainjilisti kule, nikawaambia. Siku moja nilikuwa nasoma article moja ya hao watu wanaotengeneza maudhui ya ngono, wakiwa wameweka mkakati wao. Wanasema moja ya lengo tulilonalo, tunataka tuhakikishe kila mtu duniani kwa namna moja au nyingine anakutana na picha zetu. Umeelewa kitu nazungumza? Lakini jambo jingine, kuhakikisha katika umri wowote na katika uwezo wowote ambao mtu atakuwa nao, tunataka turahisishe kiasi kwamba kupatikana kwa hivi vitu wanavyovitengeneza inakuwa ni rahisi. Yaani watu wanafikiwa. Na pale nikaona wamesema tunataka kwa mwaka tutumie sijui ilikuwa ni dola ni bilioni 5. Waliweka kiwango kikubwa cha pesa. Wakasema tunataka kutenga pesa kubwa. Sasa unaanza kuona hiyo ni sekta moja ya nguvu za giza ya kuhakikisha kwamba tunaipeleka dunia wapi? Alafu unaanza kuona kiwango cha pesa ambacho kimewekwa hapo. Hata kwenye Injili hawaweki hiyo hela. Mnanielewa kitu nazungumza? Leo hii unapoanza kuambia watu tufanye uwekezaji kwenye Injili ili watu waokolewe, mtu anavuta mdomo anasema sijui nini. Hiyo ni sekta moja. Moja ya kitu walichozungumza wakasema tunataka. Sasa hivi unapoangalia zile picha, ukiziangalia we ni mtu wa tatu. Sijui ni mtu, tuseme ni watatu, yani we ni third party. Unawaangalia wanaofanya, si ndio? Kwamba ni fulani na fulani. Wanataka unapoenda kuangalia, we usiwe mtu wa tatu, uwe mtu wa kwanza, yani yani mfanyaji. Kwa hiyo maana yake kuna vitu unavaa. Utakapovaa, kwanza unaweza kama wewe ni mwanamke unatengeneza mwanaume unayemtaka.
Kama unataka awe na 6 pack, umeshanielewa? Kama wewe ni mwanamume unataka umtengeneze mwanamke unayemtaka, unamtengeneza, unamdesign, na ukivaa ile kitu unatokea mahali unamkuta yule mtu uliyemtengeneza huyo hapa. Badala ya kuwa mtu wangapi wa kuangalia kile unafanya na yule mtu unayemkuta kule. Ndio teknolojia inakoelekea. Nani anaelewa kitu nazungumza? Au unataka ni wangapi hawajaelewa nilichozungumza? Muulize jirani yako, atakuelewesha. Na ndiko teknolojia imefika. Na muelewe kwamba teknolojia imefika mahali sasa hivi watu wakitaka kuangalia mbuga za wanyama labda za Serengeti, hahitaji kwenda Serengeti. Anavaa hiyo nani na ile mbuga yote imewekwa kule. Kwa hiyo anatembea kwenye mbuga na anapishana na simba. Anajua huyu ni simba, huyu ni hii. Anaona kila kitu ambacho wewe ukienda Serengeti unakiona. Na ile mitaa yote ya Serengeti anaiona. Beach zote na mawe. Na kuna namna wamemvalisha vitu kiasi kwamba anapofanya hivi anasikia kabisa ameshika. Ndiko dunia inakoenda. Kwa hiyo hiyo dunia unaweza ukajikuta unavaa kitu unatokea mahali kuna wanawake au wanaume. Na kuna vitu umevaa mikononi na huko sehemu hizo zingine wanakuvalisha ili uweze kufili hicho unachotakiwa kufili. Uelewe teknolojia inakofika. Kinafanya kazi wapi? Ndani ya kanisa. Maana yake ndani ya kanisa tunawaanga. Maana yake ninachotaka kumaanisha ni nini? Nachotaka kusema ni kwamba hiyo ni injili ya shetani kuhakikisha anavuna watu. Kwa hiyo kuna watu wako kanisani lakini hayo ni mavuno ya shetani. Umeelewa? Nikaanza kuwatafakarisha watu. Angalia imani potofu namna ambavyo zinabeba watu. Hiyo ni miradi ya shetani ya kuwapeleka watu wapi? Jehanamu. Aya, angalia ndani ya kanisa namna ambavyo watu hawamaanishi kuokoka. Yaani ile tu ubaridi. Na Biblia inasemaje? Ukiwa vuguvugu nafanyaje? Kwa hiyo unaanza kuangalia, je, ni wangapi wanaenda mbinguni? Unaanza kugundua kwamba namba ya watu inayookoka ni ndogo. Unaelewa kitu nazungumza? Unaelewa kitu nazungumza? Sijui kama mnanielewa. Nachotaka kuzungumza hali ni mbaya. Kwa sababu gani? Mnanisikia kitu nachozungumza? Unaweza kuona. Sasa ukianza kuangalia, kama utakuwa na ule moyo wa injili na mawazo ya injili, mtaanza kukaa hapa, hamtaki kupanda makanisa watu waokolewe. Lakini ukiangalia upande wa giza wanatumia kila namna kuhakikisha kwamba wanapeleka watu jehanamu. Hata wale ambao wanahakikisha walioko nje wanaenda na wanahakikisha walioko ndani ya kanisa wanaenda. Lakini unapokuja ndani ya kanisa watu wanatafuta uaskofu, ndio mipango. Yaani ukikaa mahali ukiona vikao viko serious, wanataka wawe maaskofu. Wakikaa mahali wanataka wawe waangalizi. Wakikaa mahali utasikia, nimeona ndani ya kanisa watu wako tayari hata kuharibiana. Mtu yuko tayari kuharibiana. Katibu mkuu anajua. Mchungaji mmoja akamwambia, baba wewe nihamishe tu, niko tayari kuliacha hili kanisa langu zuri, kwa sababu wanachonitakia hawa watu wananitakia kitu kibaya, watanipeleka pabaya. Kwa usalama wangu na nyumba yangu mimi ninaama, nipeleke hata sehemu ya chini. Akia wachungaji wahubiri injili ya kweli, yamkini kuna mioyo ya watu itapona. Watu hawataki kupanda makanisa na wanafikiri tuko katika nyakati rahisi. Hatuko nyakati rahisi, hatuko nyakati nyepesi. Tuko nyakati za kuamka na kupanda makanisa, kutumia pesa na kupanda makanisa, kuto kuogopa gharama na kupanda makanisa. Naelewa kitu nazungumza. Ninatamani nacho kizungumza kiingie ndani ya moyo wako, kigeuze moyo wako, kifanye maamuzi. Tupe nafasi tufanye kazi yako. Wala tuko hapa kwa jambo jingine lolote. Na kama kuna mahali hatukufanya vizuri, tufike mahali tumwambie Bwana, tupe nafasi nyingine. Tupe tuamke tena. Na ndio sababu tulipoanza nimeanza na ule wimbo wa kijeshi, mteteeni Yesu. Ili uweke kitu ndani yetu kwamba tuamke tuone wakati ni mchache. Kuna wakati naitembea hii dunia, naposafiri kwenye hii dunia, naangalia, najua kumbe tutakufa. Hivi tutaiacha hii dunia, tutaacha hivi vitu.
Naomba dunia isitufanye tukasahau kwamba tunaondoka. Naomba magari tulionao yasitufanye tukasahau kwamba tunaondoka. Naomba fursa tulizonazo zisitufanye tukasahau kwamba tunaondoka. Niko mahali hapa nikuambia kwamba hapa tunasafiri. Tufanye kilichotuleta duniani, na kilichotuweka hapa ni kumfanyia Yesu kazi, kupanda makanisa, kuhubiri injili, watu waokoke. Tufanye tulichoitiwa. Tuache kuumizana, tuache kufanyiana visa, tuache kubebana mioyoni. Tufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Silaha ya injili vaeni daima, kesheni mkio